Habari ndugu zangu, wananchi wenzangu popote mlipo. Ni yule ndugu yenu Juma Omari Sharifu almaarufu Alkasusu. Ni katika mwendelezo ule wa kuelimishana, kukumbushana katika masuala mbalimbali ya kijamii. Leo nipo hapa kwa kuelimisha wananchi wenzangu juu ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA, umuhimu wake uwepo katika nchi yetu ya Tanzania. Je, tunafahamu? Na kama tunafahamu, lini imeanzishwa na dhumuni yake la kuanzishwa ni nini? Tega masikio yako, endelea kunifuatilia. Juma Omari Sharifu. TRA, mamlaka ya mapato Tanzania, ilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya bunge namba 11 ya 1995 na ilianza rasmi tarehe 1 Julai mwaka 1996. Hiyo ndiyo TRA. Ni chombo muhimu sana kwa ajili ya maendeleo endelevu, kwani bila makusanyo hakuna maendeleo. Jukumu lako wewe na mimi ni kushirikiana na TRA kwa kukusanya mapato ili tupige hatua nchi yetu. Sasa kuna baadhi ya wananchi elimu yao bado iko chini sana, hawajui, hawatambui kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kushirikiana na TRA, kwani anapoenda kufanya biashara au kununua bidhaa hawadai risiti. Ni kosa kubwa sana. Bila kudai risiti umesababishia serikali hasara. Na nyie wafanyabiashara, bila kutoa risiti umesababishia kukwepa kodi. Serikali haiwezi ikapata maendeleo. Serikali duniani kote inategemea kodi ili ipige maendeleo. Ndugu yangu, wananchi wenzangu, tuheshimu sana misingi ya ukusanyaji wa kodi. Lakini pia kuna adhabu wale ambao wote wanaokopa kodi, kwani kukwepa kodi kuna namna mbalimbali. Moja, kuongopa makusanyo yako ya fedha ya biashara yako. Pili, kutoa risiti isiyo ya elektroniki. Pia unaweza ukakadiria mapato ya uongo au ukazidisha lengo tu ili ukwepe kodi ya serikali. Hapo ndio umekwepa kodi. Adhabu yake ipo. Sasa kabla adhabu haijakufikia, basi kuwa muungwana, toa risiti ile halali. Leo hii wafanyabiashara wengi unaponunua bidhaa ya 150,000 wanakupa risiti ndogo, risiti ya uongo. Yaani anakupa risiti ya 20,000, anakwambia hii risiti ya njiani. Risiti ya njiani, sio risiti halali. Hapo amekwepa kodi. Na wengine huwa hawatoi kabisa risiti, na mteja anaacha kudai haki yake ya risiti. Hapo umeshirikiana na muuzaji kukwepa kodi na kusababisha serikali hasara. Leo nikuja hapa kutoa elimu kwa wananchi wenzangu. Tusikubali kuondoka dukani pasipo kudai risiti. Risiti ya halali, ya pesa halali ulotoa kununua bidhaa. Hapo umeshirikiana na serikali katika kudumisha maendeleo endelevu. Asante sana. Juma Omari Sharifu almaarufu Alkasusu.